Darasa letu leo ambalo tutachukua muda kujifunza litakuwa na kichwa cha somo mapepo na namna ya kuyashughulikia. Mapepo na namna ya kuyashughulikia. Mapepo na namna ya kuyashughulikia. Mwezi wa 12 katika kila mwaka kwa kawaida huwa ni mwezi ambao una hatari nyingi sana kwa wanadamu, na utasikia hata watu tu watakuwa wanasema, bwana, tunakaribia kumaliza mwaka na kuingia mwaka mwingine, na kwa sababu hiyo ni muhimu tumuombe Mungu ili tuweze kumaliza mwaka na kuingia mwaka mwingine, kwa sababu ya jinsi ambavyo giza au pepo wanavyofanya shughuli zao mwishoni mwa mwaka. Kunakuwa na mambo mengi ya ajabu, vifo vingi vya ajabu, ajali nyingi za ajabu mwishoni mwa mwaka. Nafikiri nyinyi wenyewe mnafahamu, au nyinyi wageni na mambo hayo? Hapana na unaona leo tarehe ngapi ya mwaka, mwezi wa 12? Leo tarehe ngapi vile? 12. Tayari hata wewe mwenyewe unaanza kuwaza mwisho wa mwaka huu. Mwisho wa mwaka, sijui mtu anaweza kuondoka au naweza nikavuka. Kwa hiyo shetani anakuwa na vituko vingi. Katika darasa letu tutaangalia mfumo kamili wa utendaji wa pepo. Mfumo kamili wa utendaji wa pepo ili tuweze kushughulika nao, pepo wachafu, na uweze kufaulu. Kwa hiyo mfumo kamili wa utendaji wa pepo ndio tunataka tucheki. Sawa sawa? Fungua Biblia yako Marko sura ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 20. Marko 5. Nimejaribu kukopi maandishi hayo. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Ndivyo ilivyoandikwa kwako? Asante sana. Na walipokisha kushuka chomboni, mara walikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu
za kumshinda, na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakawaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Nguruwe walikuwa na hasira sana, yani nguruwe wakasema, yani kuliko tuishi na mapepo bora twende tukafe nayo. Wachungaji wao wakakimbia wakaeneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamuona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi afanye nini jamani? Aondoke mipakani mwao, yani wanamfukuza. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Dekapoli ni miji 10, miji mikuu au miji mikubwa kama Dar es Salaam, ni lugha ya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili la kichaa wa nchi ya Wagerasi ni somo linalohusu utendaji wa pepo. Ni somo linalohusu utendaji wa pepo. Utajifunza mambo mengi kuhusu shetani na pepo kwa kuchunguza habari hii ya kichaa wa Wagerasi. Tarudia sentensi hiyo.
utajifunza mambo mengi kuhusu shetani na pepo kwa kuchunguza habari hii ya kichaa wa Wagerasi. Watu wengi hujiuliza, uchunguzi huu wa namna gani? Na mara nyingi tunajiuliza, kwa nini mtu atumie muda wake kuchunguza maiti? Mtu kesha kufa, kwa nini tena madaktari wanachukua muda kuchunguza maiti? Huwa wana maana gani? Mmewahi kusikia kitu kama hicho? Na hata mtu anaweza kufa wakasema hatuwezi kumzika, tunataka uchunguzi ufanyike. Mmewahi kujiuliza wanataka uchunguzi ufanyike kwa ajili ya nini? Sasa kama kufa amefariki, lakini hata wakifanya uchunguzi wakimaliza, marehemu si atakuwa bado akafariki tu, si ndio? Ukiwa sio daktari, huwezi kuelewa umuhimu wa kufanya uchunguzi kwa mtu aliyefariki. Ukiwa sio daktari, huwezi kuelewa hata kidogo umuhimu wa kufanya uchunguzi kwa mtu ambaye tayari amefariki. Na zingine utakuwa unaona, kwa nini madaktari wanapoteza muda wao kupasua maiti? Kama mtu amekufa, amekufa tu. Ama unaweza kusema watu waliokufa si wamekufa bana, achana nao. Saa nyingine mtu aliyekufa akifanyiwa uchunguzi wa daktari na ugunduzi utakaopatikana baada ya uchunguzi wa mtu aliyekufa unaokoa maelfu ya watu walio hai. Ukiwa mwangalifu kama daktari, kuna elimu inaitwa patholojia. Patholojia ni sayansi au elimu ya magonjwa. Patholojia. Hata mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa napata wasiwasi kidogo, kwani wanafanya operation kwa mtu aliyefariki? Baadaye nikagundua patholojia, sayansi au elimu ya magonjwa. Kuna elimu ya magonjwa ama kuna sayansi ya magonjwa inaitwa patholojia. Patholojia ni kujifunza athari za maradhi mbalimbali katika mwili wa binadamu.
ni kujifunza athari za maradhi mbalimbali katika mwili wa binadamu. Ni kujifunza madhara kamili yatokanayo na maradhi mbalimbali, madhara kamili yatokanayo na maradhi mbalimbali katika mwili wa binadamu. Mwana mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kujifunza madhara kamili yatokanayo na maradhi mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Jambo la kwanza ni kujifunza athari za madhara mbalimbali katika mwili wa binadamu. Kwa maneno mengine, ili kuelewa madhara ya maradhi, kwa maneno mengine, ili kuelewa madhara ya maradhi yakiachiwa yafanye kazi yake, kuelewa madhara ya maradhi yakiachiwa yafanye kazi yake, kutakuwa na matatizo kiasi gani? Ndio maana ikaja lazima madaktari wajifunze patholojia. Hebu sema patholojia tena. Mara nyingine ni katika maiti ndipo unaona madhara kamili ya maradhi. Sikia sentence. Mara nyingine katika maiti ndipo unaona madhara kamili ya maradhi. Ndio unaona haya maradhi yana madhara kiasi gani kwa binadamu. Kwa mfano, ukipasua mwili wa mwanaume aliyekufa kutokana na shinikizo la damu la muda mrefu, utaona mabadiliko katika moyo, mishipa, damu na figo. Utaona mabadiliko katika moyo ulivyobadilika, mishipa ya damu na figo zilivyobadilishwa. Mabadiliko haya yatakusaidia kuelewa kile shinikizo la damu linafanya kwa wale wanaoishi na maradhi hayo. Itakusaidia kufahamu shinikizo la damu linafanya nini
kwa wanadamu wanaoishi na maradhi hayo. Na hiyo utaielewa kwa kuchunguza maiti ambayo imeathiriwa na maradhi fulani. Ndio maana madaktari wanaelewa zaidi kuhusu maradhi fulani, wanaelewa kwa kina kutokana na uchunguzi walioufanya na kuona madhara yanayojitokeza. Vivyo hivyo tukijifunza kuhusu kichaa wa Wagerasi, utaelewa madhara kamili ya mapepo ndani ya binadamu. Utaelewa madhara kamili ya binadamu ama ya pepo ndani ya binadamu. Habari ya kichaa wa Wagerasi tuliyemsoma ni kujifunza kwa undani zaidi pepo au mapepo yanavyofanya kazi. Ni kujifunza zaidi kwa undani mapepo yanavyofanya kazi. Pepo wanafanya kazi nyingi sana mbaya kwenye maisha ya watu. Kwa mfano, ukiona uelewa hapa wakasimama pepo na hapa akasimama shetani, wakakwambia wachagua kati ya mmoja. Ukiwa na uelewa huwezi kuchagua pepo, ni bora kumchagua shetani. Tumeelewa hicho Kiswahili? Kukuonyesha pepo ni wabaya kiasi gani. Wangapi hapa mmewahi kumuona shetani? Shetani akaja ukaona naye, au shetani akaja akakusumbua? Wangapi mmewahi kuona naye? Hakuna. Wangapi hapa mmepambana na pepo kwenye maisha yenu? Mikono juu tuone. Mmepambana na mapepo kwenye maisha yenu? Wangapi? Inua mkono nione. Aha. Kwa hiyo kati ya shetani na pepo nani anaoperate sana? Pepo wachafu. Pepo wanaweza kuoperate kwenye maisha ya mtu bila kuwa ndani ya mtu, na wakaleta uharibifu mkubwa sana kwenye maisha ya mtu. Tuko pamoja mpaka hapo? Pepo ni hatari kuliko watu wanavyofikiria. Ndio maana wanaitwa pepo waovu ama wanaitwa pepo wachafu. Pepo ni wachafu kweli. Ndio maana habari ya kichaa wa Wagerasi ama kichaa wa nchi ya Wagerasi ni kujifunza kwa ndani zaidi mapepo yanavyofanya kazi. Na ukiwa Mkristo ukitaka kupata uhuru, lazima uwe unajua pepo wanafanya kazi namna gani, ili uweze kuwashughulikia. Ni ufunuo wa kile ambacho shetani angependa akifanye kama angepata nafasi. Kwa yule mtu wa Gerasi unapata ufunuo wa kile shetani angependa, au kile shetani ambacho angependa akifanye kwenye maisha ya mtu kama angepata nafasi.
Ukimwangalia mtu wa Gerasi unapata picha kamili. Hivi ndivyo shetani angependa kufanya kwenye maisha ya mtu kama angepata nafasi. Unapata ufunuo kamili wa jinsi gani shetani na pepo hawa ni viumbe wabaya wanaoweza kuleta madhara makubwa kwa watu wa thamani. Kila muonekano wa yule kichaa kwa Wagerasi unaonyesha tabia halisi. Kila muonekano aliyokuwa anaonekana nao yule mtumishi wa Bwana wa Wagerasi unaonyesha tabia halisi za pepo. Mnaona yule bwana alikuwa anakaa makaburini. Mnaona yule bwana alikuwa anapiga kelele usiku na mchana. Mnamuona yule bwana alikuwa akijikatakata kwa mawe, akijidhuru, halali mchana, halali usiku. Lakini anaishi mahali watu wote wamefariki, yeye pekee ndio yuko hai, anaishi na wafu, na ni usiku na mchana. Kwa hiyo ikiwa usiku unamkuta makaburini peke yake, ikiwa mchana unamkuta makaburini peke yake, hayuko na wenzie, amelukwa na akili. Hiyo ni tabia halisi za pepo. Hali yake mtu huyu huonyesha maeneo tofauti ya maono ya shetani kwa ajili yako wewe na mimi. Narudia hiyo sentence. Hali yake huonyesha maeneo tofauti ya maono ya shetani kwa ajili yako wewe na mimi. Yaani kwa Kiswahili kizuri, kama shetani angeruhusiwa kufanya atakavyo, wewe na mimi tungelikuwa na hali hiyo hiyo aliyokuwa nayo huyu mtu wa Wagerasi. Naelewa Kiswahili hicho? Tungekuwa na hali hiyo hiyo, mateso hayo hayo, uharibifu huo huo aliyokuwa nao mtu wa Wagerasi. Shetani ni mharibifu sana. Ameharibu maisha ya watu wengi sana, na anaendelea. Kaja mtu mmoja miaka mingi imepita, ni kiongozi wa serikali, anasumbuliwa sana na nguvu za giza, na anasema, mchungaji, mimi nataka wewe ufanye vile unavyoweza kufanya, mimi ya matatizo haya yaniishi, na najua mimi nasumbuliwa na pepo. Pepo hao ndio wananisumbua mimi, lakini mimi natamani hata mtu aniombee hivi pepo hao wapande,
Yaani wanipagawishe, wapande juu kabisa, ijulikane wamenipagawisha, wamepanda. Lakini nimeenda kwa watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wakubwa kuomba nao. Najua nikifika kwa mtumishi huyu naomba appointment hii, naenda nalipa gharama, saa nyingine wananiwekea mkono, pepo hapandi wala sipagawi. Yaani mimi natamani sana, yaani mtu mwenye nguvu za Mungu aniwekee nipagawe, ili tujue pepo huyu anatafuta nini. Kama mchungaji, Mungu akikutumia ukaweka mkono nikapagawa, itakuwa ushindi mkubwa sana. Usijali mimi ni kiongozi mkubwa namna gani, wewe mpandishe pepo anipagawe, yani ili tuone mwisho wake. Pepo ni wabaya sana, wasikie tu kwa mtu. Roho Mtakatifu akaniambia ni kweli ana pepo, lakini pepo huyo anataka mtu mwenye uelewa kudili naye. Kwa hiyo pepo, unajua anamfanyaje yule kiongozi? Yule kiongozi akienda kwa mtumishi wa Mungu, yule pepo anaenda naye mpaka karibu na eneo la tukio, alafu yule pepo anatoka, anamsubiria. Kwa hiyo ukutia mkono, kemea, hamna pepo anapanda. Ila akitoka eneo la maombezi, pepo anamuingia, hali yake inarudi. Roho Mtakatifu akasema, wewe nimeshakufundisha namna ya kudili na hii, mimi najua hii. Kwa nikafanya vile nilivyofundishwa mbinguni. Akasema, pepo njoo hapa. Pepo mwenyewe alikuja, anashangaa, anasema, wewe mchungaji kweli? Namuuliza, kwa nini nasema hivyo? Hakuna mtu anajua hiyo kanuni wewe ulotumia. Nikasema, tupo tunaojua, ulikuwa unaenda tu kwa watu ambao hawajui. Basi kapona. Huyu naye kapajuaje hapa? Hilo sio hoja. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu tunaweza kuwa na sehemu tu ya yale aliyompata kichawa wa Gerasi. Ushuhuda huu wa kichaa wa nchi ya Wagerasi unatuonyesha mambo makuu matatu. Mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, kile ambacho mapepo yangependa yakufanyie kama yangepata nafasi. Hilo ni jambo la kwanza. Kile ambacho mapepo wangependa wakufanyie kama wangepata nafasi. Tunajifunza jambo hilo kwenye ushuhuda wa mtu huyu wa nchi ya Wagerasi. Pepo wanakuwa wakorofi zaidi wanapounganishwa na jasho la mtu ama damu ya mtu ama kitu chochote kilichomtoka mtu. Pepo hao wanakuwa wakorofi zaidi na wana madhara ya hatari zaidi. Na ndio maana hata kama unatoa nguo zako kwa ndugu zako, ziombee kwanza kabla hujawapa. Utaleta matatizo ambayo hujawahi kufikiria wewe. Kitu chochote kinachogusana na mwili wako ni silaha kubwa sana kwa pepo. Na hasa mtu mbaya akikitumia hicho
kuwa attach pepo, utaumia. Utaumia sana. Nguo za ndani, watu wanaanika tu hivi zinaning'inia namna hiyo ili watu wajue ana dazani 2 za nguo za ndani. Ni hatari sana. Mtu mbaya akitoa uzi tu wa hiyo nguo yako ya ndani, utapata madhara ambayo watu wengi wanayapata. Ndio unaona kuna watu hawazai. Ndio maana unaona kuna watu hawapati mzunguko wao wa kawaida. Akipata leo, baada ya miezi 3, 4, 5, yani namna hiyo, na anapata kwa usumbufu mwingi mpaka analazwa, anatiwa drip na michezo ya giza hiyo mibaya sana. Ndio tutawashauri watu, ukifua nguo zako za ndani, kama unakaa nyumba za Kiswahili, basi ukizianika nguo zako zifunike juu na kanga zizuie, kwa sababu ni hatari sana kitu unachokivaa akihusishwa pepo, na kuhakikishia utakufa. Si mnaelewa? Ni shambulizi moja baya sana. Kwa lazima kuchukua tahadhari dhidi ya vitu vinavyotoka katika miili yetu au nguo tunazozitumia au vitu tunavyovigusa namna hiyo kwenye mazingira mabovu. Chukua tahadhari kubwa, utakufa unajiona. Tumeelewana sijui? Chukua tahadhari, alright? Mwambie jirani, chukua tahadhari, ujue pepo sio wazuri. Pepo wanaogopa uelewa wa kimungu ndani ya mtumishi wa Mungu dhidi yao. Huo ndio wanaoogopa. Na ndio maana hata wengi watakuwa wanaambia usio unaenda hilo kanisa. Hili kanisa sio la kuja tu mtu yoyote. Hili kanisa Mungu yuko hai. Na mtu anapokuja hapa anapata ufumbuzi wa majawabu yake vile Mungu anataka. Kwa hiyo mapepo kila mara watakuwa wanawasumbua watu, usiende pale, nenda kanisa fulani. Hili kanisa peke yake wanaligwaya, hawaliwezi, kwa sababu ya Mungu aliye hai kwenye kanisa hili. Na ndio maana nakwambia siku zote hakuna mtu atauliwa na pepo anasali kanisa. Umenipata? Hautakufa kwa pepo. Utakufa siku zako zikitimia. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo pepo wamefeli kwa sababu tulichukua hatua mapema kabla jambo lao. Jambo la pili ambalo tunajifunza kwenye habari ya mtu huyu wa nchi ya Wagerasi ni kile mapepo yanawafanyia watu kwa namna ya taratibu. Ni kile mapepo yanawafanyia watu kwa namna ya taratibu. Yanafanya vitu taratibu. Taratibu. Bila haraka, yako taratibu. Lakini yanafanya vitu kwenye maisha ya mtu taratibu. Na mtu anaharibikiwa. Ndio unaona mtu alikuwa na biashara, amefunga. Anaanza tu polepole, hamna wateja nini na nini mpaka anafunga. Alikuwa na nyingine tena kafungua mahali na yenyewe inaanza hivyo mpaka na yenyewe anafunga. Taratibu tu mpaka na yenyewe inafungwa. Alikuwa sijui anafuga kuku, wanaingia ugonjwa wa kuku wanaugua mafua au kuku wanapata stress. Shetani ni mwehu, eti kuku wana stress. Kuku wanapata tu stress, wanaanza kumisbehave. Unawalisha na kuwalisha waneneti wana stress.
Baadaye unaona ngoja tu niwauze kwa hasara hawa ili wasije wakaniletea matatizo. Tayari ni taratibu. Pepo wanaharibu jambo moja baada ya jingine taratibu kwenye maisha ya mtu ili kukamilisha mpango mzima wa uharibifu. Sema kwa jina la Yesu, nakataa uharibifu wa pepo wa taratibu kwenye maisha yangu. Huo mpango na ukataa leo. Hauwezi kufanikiwa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Taratibu wanafanya, baadaye jambo linakuwa zito, tatizo linakuwa kubwa, hali inakuwa mbaya, mambo yanakuwa mabaya kabisa, lakini yanaanza taratibu. Jambo la tatu, hatua ya mwisho ya mtu ambaye mapepo yamepata nafasi ya kujidhihirisha kikamilifu. Hatua ya mwisho ya mtu ambaye mapepo yamepata nafasi ya kujidhihirisha kikamilifu. Kunakuwa na hatua ya mwisho, ndio unaona analukwa na akili, anavua nguo, anajidhuru. Maandiko katika Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Wengi wetu ufikiria kwamba, kabla tujasoma andiko hilo, wengi wetu ufikiria kwamba habari ya kichaa wa nchi ya Wagerasi ni habari ya kichaa anayestahili kuwepo kwenye hospitali ya vichaa. Wanawaza kwamba kwa kuwa mimi sio kichaa, habari hii hainihusu. Kinyume chake, ushuhuda huu unatuhusu sote. Ushuhuda huu unatuhusu sote. Kuelewa utendaji na makusudi ya adui yako ni kwa muhimu sana ili kushinda vita. Nitarudia hiyo sentence. Kuelewa utendaji na makusudi ya adui yako ni kwa muhimu sana ili kushinda vita. Kama wale wachawi wanawachezea watu, sema bwana una shilingi 100 hapo, sema sina, nina 500. Sitaki 500, nataka 100. Nina 1000. Hapana, sitaki 1000, nataka 100 tu. Mimi nataka 100 tu. Sasa hiyo 100 sina, basi nikupe 2000. Mimi sitaki 2000, mimi nataka 100.
100 tu. Au anasema bwana una 50, una 50 hapo, una shilingi 50 hapo. Hapana, sina shilingi 50. Nina 500. 500 hapana. Nataka 50 tu. 50 bwana sina. Nitafutie basi. Basi chukua 1000 hii 50. Nataka 50, sitaki 1000. Kanitafutie. Bwana mimi siwezi kutafuta bwana. Wewe chukua hii 1000. Nitafutie 50. Naweza nikaja hata baadaye. Naomba 50. Hauje kusikia vitu kama hivyo? Vipo. Unajua yule anataka nini? Na saa nyingine mpaka unashangaa. Baadaye tena mnakutana, bwana umeshapata 50. Bwana wewe mbona unang'ang'ania sana 50? Nimekwambia nitakupa 1000. Sema 50 tu. Mimi sitaki 1000. Una shida nayo ya nini? Nina kazi nayo bwana. Wewe nipe tu 50 bwana. Toa 50 uone. Toa 100 uone. Nayo hii hapa. Asante. Mtu mzima anaombaje 100? Ana jambo lake. Anataka kushughulika na uchumi wako wote kwa kibali chako. Ndio maana anakuomba na wewe unaitikia, na wewe unamgea. Akiondoka pale, ndio mnasikiaga mapepo zingine wanalikemea, linasema hapana, mimi hapa siondoki, mimi hapa ni kwangu, huyu ni mali yangu. Ndio najiuliza, pepo anawezaje kumdai mtu? Ni kwa sababu pale pepo alipokabidhiwa vitu anavyotakiwa kuvifanyia kazi kwa hiari na upendo na uelewa, ndipo pepo anapomiliki mtu, ndipo pepo anamiliki uchumi wa mtu, ndipo pepo anamiliki maisha ya mtu. Tuko pamoja mpaka hapa? Ndio sentence yangu hiyo, ni very important. Kuelewa utendaji na makusudi ya adui yako. Adui yangu anatenda kazi namna gani? Adui yangu ana makusudi gani kwenye maisha yangu? Ukishajua vitu hivyo, vitakusaidia kushinda vita. Kwa sababu kama anakutega we mwenyewe, ni rahisi kugundua. Anaomba 100, siwezi kumpa 100. Anaomba mtandio. Kuna mwingine anakuja, mtandio wako mzuri sana, ni azime. Mtandio ni azime tu, nijifunge pale, naenda kununua mkaa pale, ni azime nijitande tu, naenda nao pale. Mtandio. Na wewe unaona mtandio, kwani una shida gani? Kwani mtandio eti una shida gani? Anapouazima shoga yako mtandio, kuna shida gani? Mnijibu. Kuna shida? Nenda chukua, nenda nao, asante. Anaondoka nao, kajitanda kama wa maana. Akiondoka mbele ya uso wako, anaanza kuzungumza nao, ama anaupeleka kwa mtu aliyemwagiza, ndio wanausemesha, ndio wanaupa mwongozo, alafu wanaurejesha. Asante sana, tumerudisha. Au mama kanituma nirudishe. Anaweza ana ujasiri tena kurudisha yeye, maana tayari kaishatia madude. Anakampa mtu, mpelekee, mpitishie. Tumepitisha mtandio wako, asante, wanashukuru sana. Mwenyewe yuko wapi? Yuko nyumbani anapika. Haya, asante. Na wewe na wanapofanya wale wanakuwa hawana akili nzuri. Yaani wakiurudisha mtandio, roho yako inakuruka kweli, unataka uutumie. Yaani bila kufikiria, saa hiyo unatoa uliokuwa nao unatia ule. Utaona. Unakuwa na hamnao.
ukitaka kuwashinda pepo wachafu, lazima uelewe ni kwa jinsi gani na wapi adui yako anafanya kazi. Ni kwa jinsi gani na wapi adui yako anafanya kazi. Kwa jinsi gani, wapi adui yako anafanya kazi. Very important. Najua mnasoma ile story katika Mathayo 13. Mpanzi alikwenda akapanda mbegu njema katika konde lake. Na mnasoma hiyo habari. Ile habari ile sio habari ya kawaida. Ile habari inaonyesha uelewa aliyokuwa nao yule mwenye shamba dhidi ya adui yake, na aliweza kumwadresi adui yake kwa namna rahisi sana, lakini ilikuwa inatokana na uelewa aliyokuwa nao dhidi ya adui yake. Shetani huwezi kumwadresi kiurahisi kama hauna uelewa dhidi yake. Maandiko yanasema akaja adui yake watu wakiwa wamelala. Hata yule mwenye shamba hakuwepo katika shamba lake, ila adui yake akaja usiku watu wakiwa wamelala, akaenda kati ya shamba. Umeona hiyo? Kati, wala sio pembeni, kati. Alafu akapanda magugu kati. Alipokuja mwenye shamba, angalia kitu cha ajabu. Mwenye shamba anaangalia hivi shamba lake, moja kwa moja anaelekeza macho yake kwenye magugu. Unashangaa, anawaambia wale wafanyakazi wake, ili shamba lote hatakuwa tumepanda mbegu njema? Wanasema tulipanda. Angalia huyu jamaa. Akasema haya magugu. Sasa wale wafanyakazi wake wanashangaa, sasa haya magugu yametoka wapi? Mwenye shamba akawaambia, adui ndiye aliyefanya hivi. Wakristo wengi, inasikitisha kusema, wanampenda Yesu, wanapenda kanisa, wanapenda mambo ya Mungu, lakini hawajui kabisa eneo ambalo shetani na pepo wanafanya kazi. Na ndio maana mtu anaweza kuwa kanisani na bado pepo na bado shetani na bado nguvu za giza bado zinamuonea, wala sio ajabu. Kwa nini? Hana uelewa adui yake anafanya kazi eneo gani. Angalia hatua alizozichukua yule mtu mwenye shamba. Yule mtu alikuwa very wise, alikuwa very smart. Akasema, wale wafanyakazi wakasema, twende tukang'oe. Akasema no. Kwa nini alikataa? Uelewa. Na uelewa wake ndio uliomtuma akatae wasing'oe. Kwa nini anakataa wasing'oe? Ameelewa kuking'olewa magugu kuna ngano zitadhurika. Kwa hiyo anajua timing, saa gani sasa inatakiwa kuja kung'oa magugu ili ngano isije ikadhurika. Hiyo ni kukuonyesha mtu very smart. Mtu huyu ni muelewa. Akasema acheni tu. Kwa jinsi nilivyoona ngano hizi na magugu haya wanaweza kukua pamoja. Nimewacheki ngano
nimewaona na magugu, nimeona ngano wana stamina, wanaweza kukua nao. Siku hizi Dar es Salaam wanasema wanaweza kuishi nao. Acha waishi nao. Alafu ukifika wakati wa mavuno nitatoa maelekezo, lakini hamtavuna ninyi, kutakuja wavunaji. Huyu jamaa very smart. Wako wavunaji watakaovuna na hamtakuwa ninyi. Kwa hiyo tusubiri wavunaji waje kufanya hiyo kazi na hakutakuwa na madhara. Tunahitaji uelewa sana dhidi ya giza linavyofanya kazi, ili tuwe huru sana mahali popote tutakapokuwa hapa. Sisi kama unaelewa hiyo, very important, very important. Sentensi yangu ya mwisho kabla hatujasoma andiko, lazima uelewe adui yako amepanga nini juu yako. Adui yako amepanga nini juu yako, lazima uelewe. Adui yako amepanga nini juu yako. Tuko pamoja? Adui yako amepanga nini juu yako? Mmeona mimi hapa naweza nikamwangalia mtu na nikaelezea pepo aliyoko ndani yake anasema nini. Mmeona hapa mara nyingi, na nikamtaja pepo aliyoko ndani ya ule mtu na nini amefanya na nini kashindwa. Si mnasikiaga hapa naongea? Hiyo knowledge sio ya kawaida. Hayo maarifa sio ya kawaida. Nataka nikwambie waziwazi. Na unaona zingine nikianza kumwelezea pepo aliyoko ndani ya mtu, pepo anavimba. Mmeona mara ngapi? Pepo anataka kupigana. Pepo mwenyewe anakuwa shocked kwamba ni aina gani ya pasta. Mimi nimetulia tu, yeye anaanza kunielezea mimi, na mimi pepo anaamini akiwa kajificha haonekani, anakuwa very powerful, kwa sababu anaweza kumisbehave na wewe usijue ni yeye. Sasa akija hapa sisi tunamuelezea yeye, alafu tunamzingua vile vile. Pepo inabidi react. Nani yeye ananiaibisha kutoka kwenye eneo langu la kujificha, kutoka kwenye eneo langu la nguvu? Ngoja nikamfumue. Sasa kama nimeshamuonyesha kabla hajajitokeza, ana uwezo wa kunifumua, ana ubavu ule. Hiyo tu peke yake kuonyesha hiyo ni bad signal. Kama jamaa amekuumbua, utaenda upambane naye. Na mmeona wakija hapa anataka kupambana na mimi, wanikabe, wanikandamize. Thubutu. Mimi bwana ni mwenye shamba bwana. Mimi ni yule mwenye shamba bwana. Nimepanda mbegu njema bwana. Kwa hiyo najua adui anafanya kazi maeneo gani, na ninajua nini adui anakusudia kukifanya. Najua. Nataka Mungu akupe neema hiyo. Nasema nataka Mungu akupe neema hiyo.